أنها سكتت جميع الأمم من خمر غضيب زناها، ثم تبعها ملك ثالث قائل بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد لوحش وصورته ويقبل اسمه على جبهته وعلى يديه، فهو أيضا يشرب من خمر غضب الله مبصوب صرفا كأس غضيبة ويعذب بالنار وقبرة أمام الملائكة المقدسين. وأما الخلف ويسعد دخان عذابهم إلا أبد الآبدين. ولا تكون الرحد النهار والليل للذين يسجدون لوحش ولصورتهم، ولكل كبيرة سوة اسمها. هناك صبرة المقدسين هنا الذين يحفظون وصي الله وإيمان يسوع. ومجيكيتي صدق الله العظيم. صدق kabisa. Lugha fasaha sana, lugha al-Arabia, lugha ambayo wengine walidhani ni yao lakini watajua baadaye si yao. Maana Waarabu kiangalia sahihi kwenye ramani wanabatizwa sana. Kiangalia miji ya Lebanon, Syria na maeneo yenye Wakristo wengi ni maeneo yenye kulengwa sana, kwa sababu wanajua Mwarabu akishaamini imani hata ua au chinja, lakini hawezi kumkana Yesu. Asante sana kwa ajili ya kisomo hichi cha Biblia, na hatuna muda wa kufasiri, labda baadaye. Nataka tuingie kwenye mada ya leo kwa sababu ya muda, ili tuweze kukimbizana na mada hiyo. Mada ya leo kama tulivyotangaza jana, kati ya Yesu na Allah yupi Mungu wa kweli, au Mungu wa msikitini na Mungu wa makanisani ni yupi wa kweli? Ni Mungu mmoja tuko pamoja, au ni waungo wawili wanabishana? Vitabu vitazungumza, maana tunaangalia vitabu havielewani. Vitabu ni vingi sana duniani, kila kitabu kinapamba upande wake, kinavuta upande wake, sawa na umba ngoma kama ilivyo kawaida lugha. Kwa hiyo ningependa nimkaribishe, naona Musa umefika. Tumaini pale leo kulikuwa na jamu, sijui jamu inatokea wapi kila siku hii jamu, sijajua ni nini, lakini pia ningependa uje utoe dua kama unaweza, ama uko sawa tu. Tuendelee. Kama unaweza kutoa dua, japokuwa Waislamu pia hawako. Sijui ndio hivyo. Ndio maelekeo ya kubatiza, kama hawako itakuwa ndio hivyo. Ungekuwa na kiwanja pale nje ya msikiti, kila ungejua ungemfanya kanga asifanye shughuli fulani. Haya, karibu dua tu tuingie kwenye somo la leo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Leo kuna nini sielewi. Shibati leo ameniweza. Sawa sawa. Kwa hivyo leo wanaofungua mada ni Sheikh Musa. Jana Wakristo wameanza. Leo natumaini umejipanga vizuri ndani ya hiyo mada, kati ya Yesu na Allah.
yupi Mungu wa kweli. Kwa hiyo tutarajia kama Wakristo utupe faida ya kwa nini tumtumainie Allah na tumwache Yesu, au kwa nini tumkubali Yesu tumwache Allah. Hii ndio mambo ambayo tunategemea kuyasikiliza kwenye vitabu. Sisi kazi yetu kuandika, baadaye tutaleta hoja za kudai kama vile wewe mwenyewe ulivyofundisha. Kwa Sheikh Musa, nataka nikukaribishe kwa dakika zako 20 ili tukimbizane na wakati, tuwe na muda mwafaka wa kuuliza maswali. Karibu sana, una dakika zako nzuri, hata sijafika kumbe time nzuri sana, saa 11 hata sijaingia. Karibu. Ashaingia tu bado kama dakika 10. Yeye tayari tumefika. Wewe njoo tuchukue mic, ile zinabaki. Zitakuwa za mwafaka za maswali. Ni zangu zako sio? Haya, karibu. Dakika 20 si nyingi, karibu. Asa msomaji chichi. Naam. Haya, kati Allah na Yesu. Na yupi Mungu wa kweli? Sauti yangu jua ni nguruma huko kianje juzi. Mpaka Kristo wote karibu wengi sana walioachana Ukristo kwa Waislamu. Sawa. Kati Allah na Yesu, yupi Mungu wa kweli? Haya. Kwanza nadhibitisha Yesu yuko mbali na hiyo sifa ya kuitwa Mungu hata wa kweli. Mbali sana bwana. Msomaji niangalie katika kitabu cha wacha niangalie msome barua ya yule aliyoingiza ndani ya Ukristo kwanza. Ingawaje nilimuita blood fucking, lakini sawa, kwa sababu ni mtume wenu, inabidi niwasomee kitabu cha barua yake. Timotheo wa kwanza 2:5. Soma. Timotheo wa kwanza 2:5. Inasema hivi. Timotheo wa kwanza 2 aya yake ya 5. Ingawaje nilimuita blood fucking, lakini aliwaingiza ndani ya Ukristo. Soma barua yake hiyo. Inasema hivi. Inasemaje? Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Ndio mwanadamu Kristo Yesu. Mwanadamu Kristo Yesu. Kwa maana hiyo Yeremia 17:5 hivi vipi? Amelaaniwa. Soma. Inasema hivi. Yeremia 17:5. Soma. Yeremia 17. Aya yake ni ya 5. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema Bwana asema hivi. Mungu asema vipi? Amelaaniwa mtu yule. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Amfanye mwanadamu kuwa kinga yake. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Yani amemwacha Mwenyezi Mungu. Kwa maana hiyo Wakristo wote jinsi walivyo hapa ni kuni za jahannam, wamelaaniwa kwa sababu wanamtegemea mwanadamu ambaye ni Yesu na si Mungu hata chembe. Ni wazi hiyo. Mshalaniwa nyinyi, mko tayari mkiwa ni kuni za jahannam. Bila ambao naona Wakristo wote wako wengi hapa, hizi ni kuni za jahannam, washajipanga kabisa. Msomaji, ni tuendelee na mada ni kati ya Allah na Yesu, yupi Mungu wa kweli? Haya mwalimu. Naam. Na usimsomee Nehemia 5:17. Inasemaje? Nehemia 5:17 inasemaje? Nehemia 5:17. Manake Wakristo tayari ni kuni za jahannam, washamtegemea mwanadamu ambaye ni Yesu, yani kwa ni Mungu na kinga yao. Pamoja na hayo wakawako mezani pangu, ndio katika Wayahudi, ndio na mashehe kama sisi tuko hapa, ndio watu 150. Ndio watu 150, hata wako hapo watu karibu 150. Endelea. Zaidi ya wale waliotujia, ndio kutoka kwa makafiri. Ndio makafiri, na ndio tunaona makafiri waliotuzunguka. Makafiri hapo wametuzunguka makafiri. Endelea. Imeisha, sawa. Sasa makafiri hao wametuzunguka. Kitabu cha Yuda 1:4. Soma. Inasema Yuda 1:4. Inasemaje? Wacha nifike hapo mwalimu. Kitabu ni cha Yuda 1:4. Inasema hivi. Kitabu cha Yuda 1:4. Kinasemaje? Kinasema kwa maana
Kuna watu waliojiingiza kwa siri. Kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri. Makafiri. Kuna watu walioandikiwa tangu hukumu hiyo. Makafiri ni watu gani? Qur'ani 5:72 soma. Qur'ani 5:72 inasemaje? Ndani ya kitabu cha Qur'ani. Kitabu ambacho hakijatakasika kinatakaswa na mdomo wa mwanadamu. Ni wewe mwenyewe unasema hivyo. Sema. Lazima useme baada ya udhu bilahi. Inasema hivi. Sema. Masihi bin Maryam. Yesu mwana wa Maryam si chochote. Ila ni mtume tu. Ndio. Na bila shaka mitume wengi wamepita kabla yake. 5:72. 5:72. Umenisomea aya ambayo sijakwambia. Wewe umeniambia 75. 5:72. Inasema hivi. Bila shaka. Naam. Wamekufuru wale waliosema. Yani present tense na past tense. Wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa bin Maryam. Kama nyinyi nyamazi hapo. Sasa kwa nini mimi ni Muislamu nisimame hapa nifundishe nyinyi jambo hili? Qur'ani 3:64 soma. Qur'ani 3:64. Soma. Sura Al-Imran 3:74. 3:64 soma. Inasema hivi. Inasemaje? Sema. Ni watu mliopewa kitabu. Ndio. Cha Mwenyezi Mungu. Ndio. Mayahudi na Manasara. Ndio. Jooni katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu. Ndio. Ya kwamba tusimwabudu yeyote. Qur'ani shakataa tusimwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu. Ndio. Na chochote. Ndio. Wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu au pamoja na Mwenyezi Mungu. Ndio. Wakigeuka semeni shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Ndio. Tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu mada iliyoko juu ya meza ni kwamba kati ya Allah na Yesu yupi Mungu wa kweli ama yuko Mungu wa kweli? Sasa hebu kwanza tuangalie sifa za Mwenyezi Mungu na sifa za huyo Yesu ama Isa. Mwalimu. Naam. Tuangalie sifa za Yesu na sifa za Mwenyezi Mungu. Yohana 4:6 soma. Yohana 4:6 inasemaje? Yohana 4 aya yake ni ya 6. Soma. Wacha nifike hapo nisome. Haya. Inasema hivi. Inasemaje? 4:6 kitabu cha Yohana. Inasemaje? Nimefika hapo inasema hivi. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Ndio. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake. Ndio. Akaketi hivi. Yani Yesu tunaona kwamba alichoka. Sasa tuangalie Mungu kweli ana sifa kama hiyo. Isaya 40:28 soma. Isaya 40:28 soma. Isaya 40:28. Inasema hivi. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Ndio. Yeye Mungu wa milele. Bwana muumba wa miisho ya dunia. Ndio. Hazimii wala hachoki. Hiyo ni Biblia. Tuangalie Qur'ani ndio. Mwenyezi Mungu anasemaje Qur'ani sura ya 2:255 soma. Sura ya ng'ombe. Msiseme tena Yesu kweli anaweza kuwa na sifa ya uungu. Mungu hakuna. 255 inasemaje? 255 inasemaje? Inasema hivi. Inasemaje? 255 inasemaje? Mwenyezi Mungu. Naam. Hakuna mola ila yeye. Na ndiye mwenye uhai. Ndio. Wa maisha. Msimamia kila jambo. Ndio. Kuzinzia kumshiki. Wala kulala. Ni vyake peke yake vyote. Nyamazi hapo. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Na Yesu je? Mathayo 8:23. Soma. Mathayo 8:23. Inasemaje? Inasema hivi. Mathayo 8. Soma.
ile mara ya 823 inasemaje? ndani ya kitabu kinaitwa Biblia, kitabu kitakatifu. Ndio. Inasema hivi. Naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagarasi. Ndio. 23. Ndio inasemaje? Akapanda chomboni. Wanafunzi wake wakamfuata. Ndio. Kukawa msukasuko mkuu baharini. Ndio. Hata chombo kikafunikizwa na mawimbi. Ndio. Naye alikuwa amelala kusingizi. Sasa Bwana Yesu amelala usingizi jameni. Vipi atakuwa Mungu? Hata ukifikiria vipi atakuwa Mungu? Wakisongaji wana hapa wanakubali Yesu ni Mungu. Nione kwa mikashara mikono. Ndio kama watatu, kama 6 hivi. Sawa. Waislamu hamna hata moja anakubali Yesu ni Mungu. Hakuna hata moja anakubali Yesu. Kuna ndugu yangu Ayubu Hussein kutoka pale Sirari alipigia simu. Uko hapo Salga. Yesu kweli ni Mungu. Hebu tuangalie Ayubu hata katika Biblia. Ayubu mle Mungu alimwambiaje yeye? Mungu anakuwa Mungu ni vipi? Ayubu 32 soma. 32 ngapi? 32:13 soma. Inasema hivi. Inasemaje? Jitunzeni musiseme. Sisi yani musiseme. Rudia haya. Jitunzeni musiseme. Sisi tumepata hekima. Ndio. Mungu yamkini akamshinda. Ndio. Si mtu. Yani Mungu kwanza si mtu. Nabii Ayubu anatambua Mungu si mtu. Na Yesu ni vipi anasemaje? Yohana 8:40 soma. Kwa nini kunitafuta? Kwa nini mnataka kunitafuta? Kwa nini kunitafuta kuniua? Mimi mtu. Niliyoambia nini? Niliyoambia iliyo kweli. Yaliyo ya kweli. Niliyosikia kwa nani? Kwa Baba. Kwa Mungu jameni, si baba bwana, kwa Mungu. Inasema hivi. Wacha nikusomee vizuri. 8:40 Yohana. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Ambaye nimewaambia iliyo kweli. Niliyosikia kwa Mungu. Niliyosikia kwa Mungu, sio baba, usisema hata babangu ni baba. Niliyosikia kwa Mungu. Ina maana kwamba Yesu hawezi kuwa Mungu kwa sababu yale ambayo alisikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini Yesu hawezi kuwa Mungu? Tushaona kuna tofauti kati ya Yesu na Mungu. Ni tofauti. Kwa nini Yesu hawezi kuwa ni Mungu? Haya, msomee kitabu cha Mathayo 4:1 inasema, Mathayo anasemaje? 4:1. 4:1 Mathayo inasemaje? Mathayo 4:1. Inasemaje? Inasema hivi. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani. Ndio. Ili ajaribiwe na Ibilisi. Kwa hivyo Mungu Yesu akajaribiwa na nani? Na Ibilisi. Na je, Mungu vipi? Nisomee Yakobo 1:13 inasemaje? Soma. Yakobo 1:13 inasemaje? Yakobo 1:13. Inasemaje? Inasema hivi. Mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu. Asiseme amejaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Lakini Yesu kafanya nini? Ajaribiwa. Ina maana kwamba Yesu sio nani? Si Mungu. Jamani, kuna aya Andacha anakimbilia alisoma akiwa Bungoma. Wacha hiyo aya yake leo nione kama inamaanisha Yesu ni Mungu. Methali 18:10 soma. Hiyo ni aya udanganya na watu watakimbilili huko. Soma. Ati Yesu, hiyo aya inamaanisha Yesu ni Mungu. Soma. Methali 18:10. Inasemaje? Jina la Bwana ni ngome imara. Jina la Bwana ni ngome imara. Mwenye haki ukimbilia akawa salama. Vipi? Angalia, aitivi Yesu huyo anayekusudiwa hapo. Zaburi 18. Soma. Zaburi 18 ngapi? 2 soma. Zaburi 18:2. Zaburi 18:2. Inasema hivi. Inasema Bwana ni jabari langu. Ndio. Na boma langu. Ndio. Na mwokozi wangu. Ndio. Mungu wangu. Ndio. Mwamba wangu. Ndio. Ninayemkimbilia. Daudi anamkimbilia. Sasa hebu tuangalie Daudi. Leo jana Isaya aliingia hapa Railways. Hebu tuangalie Daudi naye ameingia hapa Railways. Zaburi 119. Soma aya yake ya 68 inasemaje? 119. Aya 68 inasemaje? Aya 68 inasema hivi. Wewe u mwema
u mwema na mtenda wema, na mtenda mema, unifundishe amri zako. Mwenye kiburi wamenizuia. Nyamazi hapo. Kwa Daudi anasema Mungu ndiye mwema huyo. Sasa hebu tumuulize Yesu, je, ulikubali wewe ni mwema ama vipi? 10:17 hadi 18 Marko, soma. 10:17 hadi 18 Marko. Maneno ni yapi hapo? 10:17 ndio hadi 18 Marko. Tuone kama Yesu atakubaliana huo wimbo. Ikawaje wimbo ni mbaya jameni. Makahaba ndio wimbo, lakini sisi hatupendi. Soma. Hata alipokuwa katika kwenda njiani, mtu mmoja akaja akampigia magoti, akamuulizaje? Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema. Ni nani huyo? Ila mmoja. Ni nani huyo? Ndiye Mungu. Bimaana Yesu si nani? Si Mungu. Ikiwa Yesu si Mungu, Yesu mwenyewe anafundishaje? Yohana 20 mwalimu. Soma. Yohana 20 ngapi? 17, soma. Yohana 20:17. 20:17 inasema hivi. Usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Ndio. Atanifika hapa inasema Yesu akamwambia usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini nenda kwa ndugu zangu. Ndio. Ukawaambie vipi? Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Ndio. Naye ni Baba yenu. Ndio. Kwa Mungu wangu. Ndio. Naye ni Mungu wenu. Naam, ni kweli ama si kweli maneno haya ya Bwana Yesu? Qur'ani 5:116. Qur'ani 5:116. Dakika za Muislamu huwa ni mchache. Sasa endelea. 116. Soma. Inasema hivi. Nakumbukeni Mwenyezi Mungu atakaposema. Ndio. Isa bin Maryam. Wewe Isa bin Maryam. Je, wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu waungu? Je, wewe uliambia watu kama hawa ndio tunaona kinandacha kwamba yeye ni Mungu na mama yake? Endelea. Badala ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Aseme Nabii Isa. Aseme Yesu mwenyewe. Wewe umetakasika. Wewe kwanza umetakasika. Na mshirika. Ninakuwa na mshirika. Hainijuzii mimi kusema ambayo si haki yangu. Haiwezekani kwangu kusema yale ambayo si ya haki. Ndio. Kuyasema kuwa ni ya uongo. Kama ningelisema bila shaka, ndio, ungelijua. Unayajua yaliyomo nafsini mwangu. Ndio. Lakini mimi siyajui yaliyo nafsini mwako. Ndio hiyo sasa. Jamani, Yesu hawezi kuwa Mungu kwa nini? Yohana 14 yote. Nafikiri dakika zangu ni chache sana. Unajua dakika za Muislamu zinaangaliwa zaidi. Sawa? Yohana 14:28, soma. Yohana 14:28. 14:28. Ndio. Unajua na Muislamu tunawalalamika kila wakati. Nasema hivi. Ulisikia kwamba mimi niliwaambia naenda zangu. Tena naja kwenu. Ndio. Kama mungelinipenda, ndio, mungelifahamu. Ndio. Kwa sababu naenda kwa Baba. Ndio. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Yaani Yesu mwenyewe anathibitisha kwamba yeye yule Mwenyezi Mungu yule Mungu ambaye ni aliyemtuma ni mkuu kuliko yeye. Ina maana kwamba Yesu hata sekunde moja hawezi kuwa Mungu. Jamani, hii imani mlitoa wapi? Hii imani ya kwamba Yesu ni Mungu mlitoa wapi? Luka 24, alafu tupige aya mwisho Qur'ani 5:75. Ndio iwe imani yenu sana. Ipoteze hiyo imani yenu sana, si kama mtasimama tena hapa. Naona ukibatizo. Luka 24 kinyume chake wewe inaonekana utasilimu labda ile punde. Sawa. Haya, 24 Luka 41, soma. 41. Inasema hivi. Inasema basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, ndio aliwaambia kuna chakula chochote hapa? Jamani, Yesu anauliza hapa Nakuru kama kuna chakula chochote hapa, hata hapa tu. Endelea.
wakampa kipande cha samaki. Yesu badala ya kupewa ndizi akapewa samaki. Angalia. Samaki ya kuokwa. Kwanza samaki wa kuokwa. Kwa nini? Qur'ani 5:75. Qur'ani 5:75. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema, jamani, Yesu hawezi kuwa Mungu. Masihi bin Mariam si chochote. Ila ni mtume tu. Na bila shaka mitume wengi inasema hivi. Masihi bin Mariam si chochote. Ila ni mtume tu. Na bila shaka mitume wengi wamepita kabla yake. Sawa. Hawajaona. Na mamake ni mwanamke mkweli. Na mwanamke mkweli ndio. Na wote wawili walikula chakula na kwenda choo. Sasa Mungu wa kweli ni yupi? Ili uelewe kuanzia leo Bwana Francis. 3:18 Qur'ani, sawa? 3:18 Qur'ani. Inasema hivi. 3:18. Soma. Kitabu cha Qur'ani. Soma. Mwenyezi Mungu ameshuhudia kwamba. Ameshuhudia vipi? Hakuna abuduaye kwa haki ila yeye tu. Na malaika na wenye elimu. Na malaika na wenye elimu wote wamemshuhudia hayo. Wote wameshuhudia hayo. Yeye ndiye mwenye kusimamisha uadilifu. Ndio. Hakuna abuduaye kwa haki isipokuwa yeye. Mwenye nguvu. Ndio. Na mwenye hekima. Mwenye nguvu na mwenye hekima. Dakika ngapi zimesalia? 1 ama 3. Dakika 2. Dakika 2 hizo. Dakika 2 hizo. Sasa tuangalie ni kweli ama si kweli kwa dakika hizo 2 tu. Dakika 2, dakika 1, sawa. Haya, Mathayo Yohana 3:34. Alafu unipigie na Qur'ani 3:79. Yohana 3:34. Soma. 3:34. Ndio. Inasema hivi. Inalingana na Qur'ani sura ya 3 aya yake ya 79. Kwa kuwa yeye, yani ni aya ambazo ziko sambamba sana. Endelea. Kwa kuwa yeye aliyetumwa. Kwa kuwa yeye aliyefanywa nini? Aliyetumwa na Mungu. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu. Uyanena maneno ya Mungu. Uyanena maneno ya Mwenyezi Mungu. Maneno ya Mungu ndio. Kwa sababu kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Pigie 3:79 Qur'ani tumalizie hapo. 3:79. 3:79 Qur'an. 79. Inasema hili kwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa kitabu. Haiwezekani kwa yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa kitabu na hukumu na unabii. Aseme kuambia watu. Weni wa kuniabudu mimi. Badala ya Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa nafikiri samahani kwa dakika labda moja nimemaliza. Haya, asante Musa, japokuwa na uoga siku na nini. Haya, dakika zako zimekwisha. Kwa hivyo tunataka tuingie upande wa pili. Mada ya leo nasikia umefundisha sana kuhusu Yesu. Kwa nataka mada ya leo kati ya Yesu na Allah. Yote Mungu wa kweli. Sasa tujasikia kama Allah ni Mungu wa kweli. Tujasikia labda walio nje labda uenda walisikia. Mimi siyasikiliza kama ni wajibu nimekaa. Labda uenda dakika zako nitakupa baadaye 10 ukija utatufundisha vizuri. Tujue uzuri wake na kazi yake, uumbaji wake ni Mungu sawa, jina lake nani, sifa yake ni ipi? Maana jina hujatuambia anaitwaje, na sio ni Mungu. Na Mungu ni wengi, hata ukienda ugoe kuna Mungu. Haya, mwalimu wangu. Mwalimu Paulo. Ndogo za makafiri nafikiri karibu dakika zako 20. Musa nimempa dakika 21 maana analia sana kila wakati akimpa dakika zinakuwa chache. Haya. الحمد لله الذي هدانا في دين المسيحيين الذي خلقني وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله مبدل الأحوال. حمدك يا رب من تكلم سمعت صوته ومن سكت علمت سره ومن مات فإليه مرجعه. الحمد لله الذي خلق كل شيء في 6 أيام. رب الأرباب مالك الملك ذو الجلال والإكرام. أشهد أن يسوع الله المالك السماوات والأرض وبعد. أشكر يا Mungu aliyeumba kila kitu
Ashukuriwe Mungu ambaye aliniongoza katika dini ya Ukristo, na laiti singelikuwa Mungu hakuna mwingine ambaye angelipata kuniongoza. Ashukuriwe Mungu ambaye anajua yale ambayo mwanadamu atasema, na laiti mwanadamu akiwa kimya, Mungu anajua ni maneno gani yanaficha ndani ya mdomo wake. Ashukuriwe Mungu ambaye aliumba kila kitu na akakipangia siku zake za kuishi. Nashuhudia kuwa Yesu ni Mungu isiyopingika, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, mwenye nguvu na shani, ambaye alidhihirika katika mwili wa mwanadamu, akakaa kwetu, akanyakuliwa juu katika utukufu. Ama baada ya hayo, mada ambayo tunayo leo kati ya Allah ama Mungu anayeabudiwa msikitini na Yesu Kristo, nani Mungu wa kweli? Muislamu alikuwa hapa, nilifikiri atatoa andiko linalosema Allah ni Mungu wa kweli, lakini kwa maneno yake yote takriban dakika 20 ninamsikia tu analalamika lakini hajatoa andiko inayosema Allah ni Mungu. Mwalimu wangu, Naam. kama jinsi nilivyomfuata, acha niende katika pale alipopita kisha nimfundishe. Timotheo wa kwanza 2:5 inasemaje? Kwa maana Mungu ni mmoja. Kwa maana Mungu ni umoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Mwanadamu Kristo Yesu. Sasa yeye kwa elimu yake aliposikia andiko inaita Yesu mwanadamu, akakimbia kusema Yesu ni mwanadamu. Biblia haisomwi kimsikiti, inasomwa kikanisa. Mwalimu wangu, acha nimfunze Yohana 1:1. Yohana 1:1 inasemaje? Hapo mwanzo ulikuwako neno. Nipe habari. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Nipe habari. Naye neno alikuwa Mungu. Tulia, kumbe tunapata mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Teremka 14, nipe habari, neno akakuwaje? Naye neno akafanyika mwili. Kumbe neno alifanyika nini? Mwili. Mwalimu, ukifanyika mwanadamu, wao ni mwanadamu, ni kufanyika tu. Yesu alifanyika mwili lakini si mwanadamu. Hiyo andiko inakufa kifo cha mende, inazikwa kwa kaburi sahau. Mwalimu wangu, naam, kama jinsi nilivyomfuatilia, nitatumia aya ya Qur'ani ambao alitumia ili nipate kumfunza. Maybe hata Qur'ani yenyewe kwake ni shida. Alitumia Qur'ani 5:72. Nipe hiyo andiko nimfunze. Qur'ani 5:70 na ngapi? 72. 5:72. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? 5:72 kitabu cha Qur'ani. Ndio. Inasema bila shaka wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa bin Maryam. Huyu hapa tunapata ni Mungu wake ndio anajipigia kampeni. Maana tumepata sio Mungu wa kweli, anakuja sasa anasema bila shaka wamekufuru wale waliosema Mungu ni Isa ibn Maryam. Lakini sijue hiyo aya ilimsaidia nini. Je, wewe Mungu wa Qur'ani, kuna kitu ambao umefanya ili tukuamini kuwa wewe ni Mungu? Hapo ndipo kuna kizungumkuti, maana hatuwezi kubali Mungu asiyekuwa na uwezo. Hata Jehova wanyonyi kwa Kiarabu anaitwa Allah, lakini si Mungu wa ukweli. 92:1-3 Qur'ani inasemaje? Ndani ya kitabu cha Qur'ani ndio 92 aya ya kwanza na ya pili. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? 92:1. Ndio mwalimu. Inasema hivi. Nipe habari. Na hapa kwa usiku ufunikapo. Sasa Mungu gani kama Allah ndiye Mungu anaapa kwa usiku ufunikapo? Kwa Kiarabu inasema walaili idha yakhsha. Naapa kwa usiku ufunikapo, nipe habari. Na kwa mchana uangazapo. Na Allah anaapa kwa mchana uangazapo. Na kwa aliyeumba kiume na kike. Aliyefanyaje? Aliyeumba kiume na kike. Kumbe tunapata hapa kuna Mungu ambaye hajaumba. Ndio maana anaapa kwa aliyeumba kiume na nini mwalimu? Na kike. Mungu wa kweli hawezi hapa kwa kiumbe ambacho ameumba. Mungu gani ambaye anaapa kwa kitu alichokiumba? Mwalimu wangu, tuangalie wewe Yesu, umeumba ama haujaumba?
katika Qur'ani ndio nitatafutia 3:49 Qur'ani. Muumbaji ni umoja katika Biblia na katika Qur'ani. Allah feki hajaumba. Na kama ameumba kuja watoe. Wakinipa tu ninarudi msikitini. Hata ndio wanasema hapa. Nasikia wakiongea hapa kando. Kuna dalili Muislamu kubatizwa. Nipe habari mwalimu. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Kuambia nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu. Ndio. Ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege. Ndio. Kisha nampuliza. Mara anakuwa ndege. Mara anakuwa nini? Ndege anapuruka. Mwalimu, ukiumba utaitwa nani? Nikiumba mimi ni Mungu. Kumbe ukiumba unaitwa muumbaji, na muumbaji ni moja tu ambaye ni Mwenyezi Mungu. Allah hajaumba. Lakini tunapata katika Qur'ani aliyeumba ni Yesu. Kama una andiko Allah anaumba, kuja unitolee katika juzu 30. Sura 114 aya 6666. Sura iliyo ndefu, Suratul Bakara iliyo na aya 286. Sura ndogo, Suratul Asri iliyo na aya 3. Wapi Allah ameumba? Mwalimu wangu, hii hapa tunapata Allah wao ni feki, hajaumba kitu. Na ndio maana sisi wengine tulipoona Allah si muumbaji tulienda kwa muumbaji wa Kolosai 1:17. Katika yeye vitu vyote. Nipe habari. Vitu vyote viliumbwa. Ndio, katika Yesu vitu vyote vilifanyaje? Viliumbwa. Kwa Musa na Ismaili waliumbwa na nani? Waliumbwa na Yesu hao. Lakini Allah hajaumba. Kwanza hata saa moja Allah na Jehova wanyonyi ni sawa. Wanakuja jipigia kampeni, sisi ni wa Mungu. Ukimuuliza umeumba nini, anakuambia mimi nina uwezo. Hakuna uwezo ambao Allah ako nao. Na ili tuthibitishe kuwa Allah si Mungu, nipe kitabu cha Mayunga ukurasa wa 433. Ibondo. Nenda hapo. Inasema inasema. Nipe habari mwalimu. 433. Ndio, mtoto akililia wembe mpe mkate. Yaani mimi ni msemaji tu. Ndio. Wanasema waovu wataendelea kutupwa jehanamu. Ndio. Mpaka wamalizike. Na jehanamu iseme. Ndio. Kuna wengine. Jehanamu itauliza halim mazid, kuna wengine. Itaendelea kudai. Mpaka Allah aweke guu lake katika jehanamu. Allah fanyaje? Aweke guu lake. Mwalimu tulia, maybe huyu Mungu ni kilema. Kwani ataweka tu guu? Mungu gani ambaye aweke guu lake wapi mwalimu? Katika jehanamu. Allah naye ataingia wapi? Jikoni. Nipe andiko Mungu ama Yesu ataingia jikoni. Ukinipa tu andiko Yesu anaenda jikoni, natoa shahada. Tena hako hapa analia hapa chini. Mwalimu endelea hapo. Wakati mmoja macho ya Allah yalikuwa yanauma. Na malaika walikwenda kumuona. Ndio. Na baba Allah alitokwa na machozi kwa ajili ya mafuriko ya Nabii Nuhu. Allah alitokwa na nini? Na machozi kwa ajili ya mafuriko ya Nabii Nuhu. Kumbe Allah wao ni kalialia. Mpaka macho yake yakawa mekundu. Macho ya Allah ikawa mekundu. Huyu si Mungu jamani, huyu ni Mungu feki. Achana na Allah, njooni kwa Yesu mupate raha. Kwa maana mnangangana kwa Allah, mnasema kuwa Allah ni Mungu. Mimi sioni sababu ambao nitaendelea kukufuata. Maana hujatoa haja ya msingi ambao inafanya mimi nikufuate. Lakini nilichoona ulikuja kufanya hapa ni malalamiko. Mwalimu wangu, rudilia hiyo aya aliyotoa 5:116 Qur'ani nikufunze. Katika Qur'ani kuna kitu ambao, ama katika lugha ya Kiarabu kuna kitu ambao inaitwa kama. Nipe habari mwalimu. Tena hata hii Qur'ani si ya Mungu wa kweli. Hata isikusumbue sana. Huko tutaenda. 5
116. Na kumbukeni Mwenyezi Mungu atakaposema. Tulia kwanza kumbukeni Mwenyezi Mungu atakaposema. Wewe mwenye uko na akili ukifuata hii maneno, wanakuambia kumbukeni Mwenyezi Mungu atakaposema. Tukumbuke wapi? Maana ukisema tukumbuke ni kitu ambacho imesemwa. Rais wa Kenya akikuja akisema kumbuka rais ambaye ameshastaafu maneno aliyosema. Wakenya wanakumbukumbu kuna rais ambaye alisema. Atasemaje mwalimu? Inasema aliposema ewe Isa bin Maryam. Ewe Isa bin Maryam. Je, wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa waungu? Mwalimu tulia. Sioni hata hii hoja aliitolea nini. Hata ni urongo. Sisi hatujai kusema Mariamu ni Mungu. Si ndio hapo? Mkristo gani ambao umeshaona anaenda sema Maria ni Mungu, lakini mnatuwekelea kwa imani yenu, maana mnaruhusiwa kusema uongo. Ama kama ni wa kweli hii andiko ni la kweli, wakuja watoe nani wanasemaga Mariamu ni Mungu wao. Wakitoa tu mwalimu, hata sasa ni wafunze. Ninaona hakuna haja ni wafuate hata Yesu ni nani. Acha kwanza tuangalie, je, wewe Yesu wewe ulikuwa Mungu ama haukuwa Mungu? Nipe Warumi 9:5. Ambao mababu ni wao. Nipe habari. Na katika hao alitoka Kristo. Ndio. Kwa jinsi ya mwili. Nipe habari. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Mungu. 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 Mwenye kuhimidiwa. Milele. Amina. Kumbe Yesu ni Mungu mwenye kufanya nini? Uhimidiwa milele. Amina. Muislamu anaposema alhamdulillah, maana alhamdu kwa maneno tahmid, maana yake kuhimidiwa. Kumbe anahimidi nani mwalimu? Yesu. Maana ndio Mungu mwenye kufanyaje? Hata vile wanasema Allahu Akbar. Mwalimu huko nini nakwenda? Ndio. Huko nini nakwenda? Acha twende nao taratibu. Utapata hata msikitini unayamudu ni Yesu kisirisiri. Ni yote waabiria wa Yesu Kristo. Kasoro kujabatizwa. Kwa mlango wa nyuma. Mwalimu Musa anasema eti ninasema kweli. Mwalimu wangu, acha niulize, je, wewe Yesu, wewe ni Mungu mkubwa ama kando na kuwa Mungu mwenye kuhimidiwa milele, wewe ni Mungu mkubwa? Tito 2:13. Na tukitazamia tumaini lenye baraka. Ndio. Na mafunuo ya utukufu. Ndio. Wa Kristo Yesu. Wa Kristo Yesu. Mungu mkuu. Mungu nani? Mungu mkuu. Mungu Allahu Akbar. Yaani Mungu mkuu kwa Kiarabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yesu Allahu Akbar. Kumbe Muislamu ukisikia adhan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kumbe anasema Yesu nani? Yesu ni Mungu mkubwa, Yesu ni Mungu mkuu. Sakisha mnakataa jinsi waabiria wa Yesu Kristo, mnakatalia nini? Malizia mwalimu. Mungu mkuu. Allahu Akbar. Na mwokozi wetu. Waislamu takbir. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jinsi waweza pinga Yesu si Mungu. Ni kama kwenda kwenye police station ulize hapa kuna kuanga tia gas. Watakwambia ngoja tukurushie. Utajua ni nini. Yesu ni Mungu asiyepingika. Na ndio maana sisi wengine, je, tuulize sasa wewe Yesu, maana tulikuona katika mwili wa mwanadamu, unakuwaje Mungu? Nipe Timotheo wa kwanza 3:16. Siri ya utauwa ni kuu. Siri ya utauwa ni kuu. Yaani bila shaka. Siri ya utauwa ni kuu. Ndio mwalimu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alifanyaje? Mungu alidhihirishwa katika mwili. Kumbe tunasikia wenzetu wakikuja hapa wanasema Yesu ni mwanadamu, hawajui kuwa Mungu alifanyaje? Alidhihirishwa katika mwili. Brother, tuzungumzie. Yaani akasema alilala, alitoka. Ndio. Hatuzungumzije Yesu. Kama mnataka tuweke mada ya Yesu ni mwanadamu, acha kesho tuzungumzie Yesu ni mwanadamu. Hapa tunazungumzia kati ya Yesu na Allah, nani Mungu wa kuabudiwa? Mwalimu wangu, nipe Qur'ani tuangalie sifa za Mungu ni gani. Nipe Qur'ani 24:35. 24:35. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Ndani ya hii kitabu ambaye hakijatakasika. Lazima utakase kwa mdomo. Yaani lazima ukitakase kwa maana hakijatakasika. Inasema hivi. Inasemaje? Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Aya inasema Allahu nuru samai wal ardh
Mungu ni nuru ya mbingu na dunia. Tuulize sasa, hiyo nuru ya mbingu na dunia ni nani? 8:12 kitabu cha Yohana. Yesu akawaambiaje? Mimi. Mwalimu, tulia kwanza. Huku tunapata alisema Mwenyezi Mungu, sio yeye. Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na nini? Na ardhi. Kisha huyu huku anasemaje? Basi Yesu akawaambia tena. Akasemaje? Mimi Yesu. Mimi nuru ya ulimwengu. Yesu ndiyo nuru ya nini? Ya ulimwengu. Na Qur'ani inasema Mwenyezi Mungu ni nuru ya nini? Mwenyezi Mungu ni nuru. Sasa nyinyi mnakuja eti Yesu si Mungu kwa msingi gani? Tena Mungu wa Qur'ani asema mimi ni Mungu, mimi ni nuru. Mwalimu, naam, mimi nina mashaka na Uislamu yote, si tu Qur'ani. Maana tulipojadili utume tulipata mtume wao ni feki. Tunajadili Mungu tunapata Mungu wao ni feki. Na tukienda kwa kitabu tutapata kitabu chao ni feki. Hadi mayatima. Inna lillahi. Ismaili, sijakufanya uslimu. Uwe tu kama mimi. Niliona Uislamu ni mbaya, nikatoka mchana kweupe nikamwamini Yesu Kristo. Na wewe ukitoka utapata uzima, usingangane. Mwalimu wangu, tunarudilia hiyo andiko. Je, wewe Yesu ni Mungu mkubwa ama sio Mungu mkubwa? 2:13 kitabu cha Tito. Tukilitazamia tumaini lenye baraka, ndio, na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu, ndio, na mwokozi wetu. Yesu ni nani? Mungu mkuu, na mwokozi wetu. Tuulize sasa, wewe Allah unaweza kuwa na sifa ya kuwa na Mungu? 89:1 Qur'ani. 89. Ndio. 89:1 Qur'ani. Nipe habari. Yaani inaitwa 89. Ndio. 89. Moja kitabu cha Qur'ani. Nipe habari. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema. Nipe habari mwalimu. Nafika hapo. Na ndio maana sisi wa Kristo hatukatae kuwa Waislamu hamuna Mungu, muna Mungu lakini Mungu feki. Ni kama vile wale wako na Jehova wanyonyi. Ndio, nao wana Mungu lakini Mungu feki. Na hapa kwa alfajiri. Allah anaapa kwa nini? Kwa alfajiri. Mungu gani anayeapa kwa alfajiri? Mwalimu, tulia. Sisi wa Kristo tunahitaji tu mtupee aya moja. Allah aseme mimi Allah ni Mungu wa kweli. Ukinipa tu aya ambayo inasema Allah ni Mungu wa kweli, magharibi nitenda msikitini. Kama hii. Nipe mwalimu. 10 Yeremia. Nipe hiyo. Watoe kama hii kwa Qur'ani. 10 Yeremia. Inasemaje? Inasema hivi. Nipe habari. Inasema. Ndio. Bali Bwana ndiye Mungu wa kweli. Bwana ndiye Mungu wa nani? Wa kweli. Sasa mtupee na sisi andiko inasema bali Allah ndiye Mungu wa kweli. Na huyo Bwana ni Yesu. 13:13 Yohana. Nipe habari mwalimu. Inasema hivi. Inasemaje? 13. Bwana ni Mungu wa kweli. Na Yesu ni Bwana. Ndio. Inasema hivi. Nipe habari. Alafu akuje na hiyo herufi yake dogo apate juba. Inasema hivi. Nanyi mwaniita mwalimu. Na Bwana. Nanyi mwanena vyema. Tulipata Qur'ani inasema Bwana nini? Katika Yeremia wanatuambia Bwana ndiyo Mungu wa nani? Wa kweli. Kumbe huyo Bwana ni nani? Ni Yesu. Sasa tunakuja fanya mjadala nini? Yaani Yesu ni Mungu wa kweli. Nikipata tu andiko msikitini inaenda soma suratul Ahzab ambayo inasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima innal ladhina yu'dhuna Allah. Mwalimu, ikipatikana andiko Allah ni Mungu wa kweli, msikitini nini naenda swalisha? Maana mimi nilikuwa nasalisha na nikirudi tena nitakuwa imamu. Kutafuta andiko wala ni Mungu wa kweli ni kama kutafuta shindano baharini, utapata? Huwezi pata. Ninawaweka akiba, mkuje hapa mlalamike, alilala, alikula. Hiyo hamenyo utapata au utaamini. Yaani hiyo ni mwili. Mwalimu unanifurahisha, unanikumbusha tukiwa Masjid Voi. Kila siku ikifika saa 7 ndio umeshafunga sala Allahu Akbar. Aya sijazi mengi. Hii imedhihirisha wazi na ile fundisho. Biblia ndio kitabu ambacho Allah anakipigia debe akisema
Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hicho, that is a book without doubt, haina mashaka. Hicho si hiki, hicho si hiki. Hiyo nafikiri ni somo huenda litakuwa kesho, alafu Musa muweze kufahamu kwa makini. Mada ya leo kati ya Yesu na Allah. Na leo mwenyekiti nitakuwa na maswali pia, maana na maswali mawili. Maana kuna Mungu mmoja ni mchawi katika hawa wawili. Na ushahidi wa kutosha kwa itabidi leo pia ibandike swali. Kwanza Waislamu dakika 10. Una kibarua. Nani anakwenda? Mada ya leo kati ya Yesu na Allah. Tufundisheni. Yote Mungu wa kweli. Haya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakimbia kwa sababu ya muda. Sawa kabisa. Mwalimu aliyokuwa hapa anataka Qur'ani mjibu vile yeye anavyotaka. Qur'ani haiwezi kukujibu vile wewe unavyotaka. Inajibu vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Na inabakia hivyo hivyo. Utake usitake. Amini usiamini. Moto umeumbwa, pepo imeumbwa. Tayari kupokea watu. Hapo hakuna wasiwasi. Wala si lazima uingie msikitini. Wala si lazima umwamini Mwenyezi Mungu. Kabla yako kulikuweko na watu ambao hawakumwamini Mwenyezi Mungu. Si hoja hiyo. Wala si hatari. Msomaji? Na mwalimu kuwa tayari hapo kwa sababu ya muda kwa haraka. Sawa kabisa. Tuangalie katika Qur'ani. Naam. 2 ngapi? 155. 200 ngapi? 55. Sawa. Ili aya safi. Kimbia hapo kwa haraka. Ishaipata. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Inasemaje? Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye. Naam. Hakuna mola ila si hakuna mola ila yeye. Hakuna mola ila yeye. Endelea. Na ndiye. Naam. Na ndiye. Naam. Mwenye uhai wa maisha. Yeye ndio mwenye uhai wote, miti, nini, kila kitu. Huyo ndio Mwenyezi Mungu. Sijasikia Yesu mwansimamia uhai. Yeye ndio mwenye kusimamia uhai wa kila kitu. Endelea. Msimamia kila jambo. Kila jambo, watu wanapotembea, shughuli zote Mwenyezi Mungu amesimamia kila jambo. Endelea. Mwalimu. Naam. Kule kusinzia. Naam. Hakumshiki. Hawezi lala kwa bahari kidogo, alajapo kwa ndugu zetu wanajificha hadi alikuwa kwenye mwili. Yesu ni Yesu tu. Anataka kutofautisha Yesu na mwili. Yaani ujanja. Yesu ni Yesu, kwenye mwili ni Yesu. Hata mimi na mwili na nina roho. Yesu ana roho na ana mwili. Ati Yesu na roho ni tofauti. Yesu ni mwili na kuna Yesu roho. Unaona huu ujanja? Yaani hii ni mada inakufa. Mada ya Yesu Mungu kwa Sabato ni ngumu. Hawezi. Haiwezekani, ni mada inayokufa. Hata Fred hawezi. Sasa anasema ati kuna Yesu na kuna Yesu mwili na Yesu ambaye Mungu. Unaona kitu kama hiki? Wala andiko hakutoa. Unaona ujanja? Sasa Yesu Mwenyezi Mungu ni mwenye kusimamia kila jambo. Enda Suratul Ikhlas. Inasema mwalimu. Naam. Sema Nabii Muhammad. Nabii Muhammad anaambiwa sema. Naam. Naam. Yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Ndugu zetu wanaamini miungu wao ni katika utatu. Mwana, Baba na Roho. Hiyo hawakusema hapo, wamehepa. Hata labda kuna mama. Ndio hiyo wanahepa hiyo lakini. Sawa. Sasa Mungu wao ni katika utatu lakini hawezi sema. Mungu katika 3 nafsi tatu. Mungu Mwana, Mungu Roho na Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho. Ndio sababu huwezi rudi huko. Mtume Muhammad anaambiwa siwezi rudi kuabudu miungu watatu. Kwani hesabu yangu inaanguka? Hesabu yangu haifanyi, akili haifanyi. Mungu ni mmoja, anasemaje? Mwenyezi Mungu. Naam. Ndiye anayestahili kuabudiwa. Wapi Yesu amesema ni abuduni? Wapi? Kwa sababu sifa ya Mwenyezi Mungu kwanza ni kuabudiwa, kuumba ama kuabudiwa. Ukinitolea andiko kwenye Biblia, Yesu kafanya hivi. Yesu hakuna mahali alisema mimi Mungu ni abuduni. Abadan, hakuna. Hakuzaa huyu Mwenyezi Mungu, si mzazi. Wala. Naam. Sana Hakuzaliwa. Yeye ni Manchester yuko. Mwenyezi Mungu yuko. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Yesu kazaliwa. Lakini Yesu kazaliwa Disemba 25. Hapa tunajua. Akazaliwa tarehe 25. Sasa wakifika kwa kuzaliwa wanahepa. Asema unajua kuzaliwa ilikuwa tu mwili. Lakini sasa Yesu yeye ni Mungu. Alizaliwa. Ujanja tu.
Msomaji umemaliza? Nimemaliza. Hakuzaa wala kuzaliwa. Ndio. Wala ndio hakuna anayefanana naye hata mmoja. Huwezi ukaingiana na sifa za Allah. Mwenyezi Mungu hakuna kitu anachofanana nacho. Yeye ni Allah, anabaki peke yake. Yohana 1:1 twende hapo sasa. Inasema hivi. Ndio. Hapo mwanzo ndio kulikuwa na seremala pole. Hapo mwanzo ndio kulikuwa na fundi. Kulikuwa na neno. Naam. Unajua haya ni maneno yao hapa. Hatari. Imewachanganya mpaka haya ndio haya. Haya. Yohana ngapi? 1:1. Inasema. Ndio hii sasa. Ndio. Hapo mwanzo naam kulikuwako na neno, kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuweko neno. Kulikuwako neno. Naam. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Yaani neno lilikuwa kwa Mungu. Kwamba kuna Mungu na kuna nini? Kuna neno. Sasa huyu jamaa anachanganya. Lakini elimu ndogo. Bwana Biblia bado ufahamu. Anakimbia huyu aliingia huko bado. Sisi tulitoka huko, alikuwa msabato mkali sana huko. Hajui huyu. Endelea. Hapo mwanzo kulikuweko neno. Naye neno la wacha usiende huko. Sasa. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Kuna neno na kuna Mungu. Kuna neno na kuna Mungu. Anachanganya. Hapo ananyamaza hapo. Yule hapo mwanzo kulikuweko neno. Kwanza hapo mwanzo kulikuweko neno. Naye neno lilikuweko kwa Mungu. Ina maana neno haliwezi kuweko bila mwenye kutamka. Ni kweli kabisa. Lazima kwamba kuna Mwenyezi Mungu akasema Yesu Mungu mkuu. Allahu Akbar. Wacha tumtafute sasa, tumdalilishe kabisa. 14 Yohana, kimbia hapo. Inasema hivi mwalimu. Atafuta hiyo aya leo itavunja hiyo. 14 28. Na 14 Yohana. 14 Yohana. Naam. Aya ngapi? 28. 14:28 inasema hivi. Ndio. Inasema mwalimu. Basi ndio. 14:28 inasema mwalimu. Kimbia kwa sababu ya muda na Mulisikia ya kwamba mimi naliwaambia. Hiyo ni maneno ya Yesu direct. Wacha mambo ya kina Paulo reported speech. Direct speech ya Yesu hiyo. Huyu ni Yesu mwenyewe anaongea. Wacha wao sema ambaye yeye. Naenda zangu tena naja kwenu. Tena nitarudi kwenu. Kama mngalinipenda nyinyi kinangasha hawampendi Yesu. Mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba. Naam. Na kwa sababu naenda kwa Baba. Ndio. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu wetu sasa Yesu anasema. Kumbe hawa tena walikuwa naabudu Allahu Akbar hawajui. Ndio jamaa anataja Allahu Akbar. Anataka kurudi. Unajua nyumbani ni nyumbani. Atarudi. Inshallah atarudi. Sasa anasema Yesu Mungu mkuu. Hiyo aya watafuta. Yesu muongo. Yesu si muongo. Rudi aya. Naam. Inasema hivi. Ndio. Kwa ajili wanaosikiza. Ndio. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia. Ndio. Naenda zangu. Naam. Tena naja kwenu. Ndio. Kama mngalinipenda. Naam. Kama mngalinipenda. Kama alijua hawa jamaa hawezi mpenda ndio anasuasua vitu. Endelea. Mngalifurahi. Ndio. Kwa sababu naenda kwa Baba. Naam. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Baba ni mkuu kuliko mimi. Allahu Akbar. Ndio huyo Mungu wa Yesu ndio Mungu wetu. Mungu wa Yesu ndio Mungu wetu. Yohana 20:17. Inasema mwalimu. Ndio. Yohana 20:17 inasema. Kimbia huko kwa sababu nishaipata moja kwa moja. Naam. 20:17 Yohana inasema. Yesu akamwambia. Naam. Usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Naam. Lakini enenda kwa ndugu zangu. Naam. Ukawaambie. Ninapaa kwenda kwa Baba. Yaani anaenda kwa huyo Allahu Akbar sasa. Yesu. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Naam. Nani baba yenu? Ni baba yenu nini kinangasha? Ni baba yenu na sisi pia. Wacha niwajumulishe kidogo kwa Mungu wangu. Allahu Akbar. Kwa Mungu wangu. Mungu wangu. Sasa ni Mungu wetu sisi, si Mungu wa hawa. Kwa Mungu wangu na pia ni Mungu wenu. Enda katika Qur'ani hiyo tumeimaliza, imekufa hiyo. 5:116 tupitie hiyo aya. 5:116. Jamaa sema Yesu Mungu. Sijui atafuta aya ngapi hapo. Aya kubwa hapo. 5:116. Yaani Wakristo kama mnaweza sikia aya kama hizi, Yesu anaweza kuwa Mungu? Haiwezekani. 5:116 pitia haraka. Inasema hivi. Ndio. Nakumbukeni Mwenyezi Mungu atakaposema. Naam. Ewe Isa bin Maryam. Naam. Je, wewe uliwaambia hawa watu? Naam. Uliwaambia hawa watu? Naam. Nifanyeni mimi na mama yangu kuwa waungu. Naam. Badala ya Mwenyezi Mungu. Naam. Aseme Nabii Isa. Naam. Wewe mtakasika na kuwa na mshirika. Wacha hapo.
Kimbia kwa hiyo 3:49. 3:49 Qur'ani. Naam. Aya inasema hivi. Naam. 3 aya yake ni 49 inasema Qur'ani. Ndugu yangu, Kimbia hapo haraka. Sawa kabisa. 3:49 Al-Karim. Mwenyezi Mungu anasema vipi? 49 inasema bismillahirrahmanirrahim atamfanya mtume. Sasa huyu jamaa alitoa hii aya akasema Qur'ani inasema Mwenyezi Mungu Yesu ameumba. Sikiza ujanja wake unaishia hapo. Endelea. Atamfanya Mwenyezi Mungu atamfanya. Sasa Mwenyezi Mungu anafanya atamfanya. Endelea. Mtume kwa wana wa Israeli. Ndio. Kuambia Naam. Nimekujia na hoja kutoka kwa Mola wenu. Nimekuja na hoja kutoka kwa Mola wenu. Anasema Yesu ni Mungu kama si mtu amechanganyikiwa. Anasema hiyo aya inasema Yesu ni Mungu. Nimekujeni na hoja kutoka kwa Mola. Endelea. Ya kwamba ndio na kuumbieni katika udongo. Naam. Lakini ametoka na hoja kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Endelea. Sawa kabisa. Ndio. Haya, ya kwamba nikuumbieni katika udongo kama sura ya ndege. Na hiyo udongo ilikuwa ishaumbwa tayari. Yesu hakuumba udongo. Aliumba udongo. Amepata udongo kwa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar. Alikuwa ameumba hiyo udongo. Jamaa hakujua. Endelea. Haya, sura ya ndege. Kisha nampuliza mara anakuwa ndege. Endelea. Kwa idhini. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Anafanya hiyo kazi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Jamaa anasema huyo ni Yesu. Kama hajachanganyikiwa. Yaani anataka Qur'ani niseme hakuna mahali Qur'ani inaweza sema Yesu ni Mwenyezi Mungu hata moja. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu akaponya vipofu. Lazaro nisiwe na waste time. Asante Sheikh Musa kwa fundisho lako dakika 10. Huyu ni Ismail Simmons. Takriban 11 umelamba hiyo. Huyu ni Ismail. Zamani Ismail. Umechanganyikiwa. Ni Ismail. Unajua mnafanana kidogo kwa sababu ya kuasi. Kwa hivyo ni wakati wa Kristo dakika 10 na mwalimu aliyetoka pia amenifurahisha ni kitu kimoja kwamba Yesu aliumba ndege kutokana na udongo ambao tayari ulikuwa ushaumbwa. Hilo ni jambo nimepata jipya. Aliyekuwa Allah pia aliumba mwanadamu kwa udongo ulikuwa tayari ushaumbwa. Alitoa wapi? Nafikiri baada ya maswali mtakuwa na kibarua kigumu kujibu. Mwalimu, dakika 10 baadaye tutakuwa kipindi cha maswali. Sizungumzi zaidi mengi, baadaye tunakuja tu. Kwanza nataka niweze kumshukuru Mungu sana kwa nafasi hii. Ya pili nataka niwasalimu ndugu zangu wa Kristo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Waislamu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Kwanza nimepata ya kwamba ndugu zetu Waislamu wana matatizo ambayo ni kidogo, ambayo wakielewa watakuwa wenye kuja kanisani bila tatizo lolote. Kwanza mimi nimemfuata vizuri mwalimu wa Kiislamu, lakini nikapata ya kwamba hana hoja. Na ni kwa sababu gani niseme hana hoja? Andiko aliyotoa kwanza ndani ya Qur'ani sura ya 2 aya 155 inasema Mwenyezi Mungu yeye hazinzii. Kwa hivyo hiyo Qur'ani wanatuambia ni ya Mungu wao. Kwa hivyo ni Mungu wao anaongea. Na huyo Mungu mwenyewe anaongea, anasema Mwenyezi Mungu yeye, sio mimi. Kwanza hiyo nafikiri kwa mtu ambaye ana akili timamu anajua kwamba huyo Mungu wa Qur'ani hajisungumuzii yeye, anasungumuzia Mwenyezi Mungu mwingine. Hiyo ni ya kwanza.